Naomba tuanze na mwanzo. Aliyepata mwanzo kwa kusoma na maiki. Okay, ngoja nisome pale. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, na iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaliita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Kawa jioni, kawa asubuhi, siku ya kwanza. Matendo ya Mitume aliyepata soma pale 1:4. Nitasoma Matendo ya Mitume 1:4. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Matendo ya Mitume 1:4. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo tulisikia habari zake kwanza. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudisha Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama. Natosha. Tuna kuzungumzia habari za Roho Mtakatifu na kazi zake. Kwa ujumla, somo la Roho Mtakatifu tutaangalia na umuhimu wake wa Roho Mtakatifu. Niombe tena. Baba, libariki neno lako, litakase, liponye, tutie nguvu tena kupitia mkono wako uliodari, kwa uwezo na mamlaka, nivike upako na mafuta ya Roho Mtakatifu. Tembea katikati yetu, tudumie kutana kila mmoja. Hapo na watu wako Mungu, kila mtu ana maisha yake na njia zake, ana siri zake na mipango yake. Kuna vitu ambavyo anawaza na kufikiria, vile na mizigo mizito, vile nyepesi. Lakini Roho Mtakatifu kuja katika ibada hii, tunatiwa nguvu na kusonga mbele na kusababisha kwamba Bwana majeshi tuendelee kusimama katika imani hii bila kuchoka kwa msaada wako. Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uwezo, mamlaka na kuisha mbele, tia kuna kurodani ni katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumza habari za Roho Mtakatifu, tunazungumza somo ambalo ni pana sana, na somo ambalo ni muhimu sana kwa kanisa, na ndiyo kiini cha kanisa, na aliyeanzisha kanisa ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhimu sana, ni muhimu sana katika maisha yako, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiyo anasababisha liwepo kanisa la Kipentekosti. Kama sio Roho Mtakatifu, kanisa la Kipentekosti hili sawa na dini zingine tu ambazo wanachanganya dhambi na maisha yote, wanakwenda kwa waganga, wanaenda kwenye mizimu, wanafanya kazi zote, wanafanya uovu wote, wanavaa na ilisi, na huko atajiita Mkristo. Lakini habari ya kwamba unapokuwa umejazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akishuka ndani yako, anakausha tamaa zote za dunia, anaondoa uchafu wote katika maisha yako, anaondoa giza lote, anaondoa tamaa za dunia, anakausha dhambi, anang'oa uchafu wote, anaondoa visivyostahili, anapanda vinavyotakia vya Bwana, analeta vya kumwinua Bwana na kumtukuza Bwana, kwa sababu Roho mwenyewe huyo anakuwa ameingia ndani yako. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, anakupa ujasiri wa kutokuogopa chochote na kuogopa kitu chochote ambacho kitakutenga na upendo wa Bwana. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, ataondoa aibu zote za kumwonea aibu Yesu, na utamkiri Yesu mahali popote bila aibu popote, kwa sababu anakuwa ameingia ndani yako. Roho Mtakatifu maana yake kwamba atakupa ujasiri
Bwana Yesu asifiwe sana. Anakupa imani pia, anajaza imani ya kutegemea Bwana na kusonga na kuishi katika Bwana, na anakupa nguvu za aina zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo Roho Mtakatifu anasababisha kwamba utakuwa umeokoka. Mpendwa, kama una Roho Mtakatifu na wakati mgumu sana, huyo Roho Mtakatifu anasababisha kwamba umshinde shetani yoyote na kazi zake na mapepo yote lazima zitashindwa katika jina la Yesu Kristo. Ndiye anayekupa nguvu za kushinda majaribu. Sione watu wako ndani ya wokovu miaka mingi, ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Sema amen. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Akishuka ndani yako, anafanya kazi hiyo kwa utembea katika ushindi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo usababisha kwamba uendelee kusonga mbele, uendelee kutenda makubwa, uendelee kufanya mambo mbalimbali, kisha ingia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio kila kitu ambacho kinakuwa kinafanyika. Katika kitabu cha Mwanzoni, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza pale, na inaanza na kuzungumzia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwa sababu ni Mungu katika utatu, katika uumbaji na kutenda kazi. Hao wote wako pamoja, wanatenda kazi kwa pamoja. Mungu wakati anaumba vitu mbalimbali, Roho Mtakatifu alikuwepo pale kushirikiana na Bwana kuweza kuingia mahali pale. Hapo mwanzo, kitabu cha pale Mwanzo na Matendo ya Mitume pale anazungumzia habari za Roho Mtakatifu kabla hajaondoka. Kitabu cha Mwanzo anazungumzia habari za Roho Mtakatifu kabla dunia inaendelea. Utaona lazima unapookoka, lazima upokee Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lazima upokee Roho Mtakatifu. Wewe ukijaa Roho Mtakatifu ndio Pentekosti. Kama uneni kwa lugha sio Pentekosti. Na kanisa la leo Roho Mtakatifu amekimbia wengi. Wengine hawana hata kusema hata dakika moja mbili hawana. Hata kusema tu Kwa maana mwisho kusema lini? Shaka lini? Lini? Ulilia lini? Ulinena kwa lugha lini? Ukiondoa tu kunena kwa lugha, umeingia kwenye dini. Umeingia kwenye shida. Roho Mtakatifu lazima yupo pamoja, akasema na tufanye na tutenge Mungu. Akaanza kuzungumza pale. Roho Mtakatifu alishuka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati dunia ilikuwa giza, vitu viko shaka na bakara, vitu havijakaa katika mpangilio, mambo hayajakaa katika mpangilio, akasema tushuke sasa. Roho Mtakatifu sasa aliposhuka mahali pale, alikuta kuna giza liko pale, akashuka katawanya giza, likaondoka katika dunia, ikawa nuru. Sema amen. Haleluya. Roho Mtakatifu akishuka, giza lote na mapepo yote na magonjwa yote yanachoma moto, yanatupwa nje. Giza lote linaondolewa, linatupwa nje. Vitu ambavyo vinakaa vizuri vinatupwa nje, vinaanza kuja kwa mpangilio, vinakaa vizuri, mambo yanakaa vizuri, naanza kutembea katika utaratibu, naanza kutembea katika ushindi na katika mafanikio, maana Roho Mtakatifu ameshuka pale. Akasema sasa nakuweka vitu katika mpangilio. Mtu kabla hujakuwa unaishi maisha ovyo shaka na bakara, lakini akija Roho Mtakatifu anakuweka vizuri mbele za Bwana na nuru, naanza kutembea kwa utaratibu. Ulikuwa una ustaarabu, unaanza kuwa na ustaarabu. Ulikuwa usalimii watu kwa heshima na usalimiana. Mimi nakumbuka nilipookoka, kwa mtu mzima tu. Sasa sijaokoka. Mimi nilikuwa sisalimishi kama kutoka nini? Maongezi yako mtu mwenyewe unaongeza unaongea na kidani, unaongea na wadogo, haujakati sasa kwa shikamoo yani. Wanasema mwenzetu. Giza. Ikopo ile giza. Niko siheshimiwi na watu wote, kuheshimiwa na watu wote, kutazama na watu. Kwa sababu mwenyewe umejiheshimu. Ukajiheshimu. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu alishuka. Aliniwahi mapema. Niliponena kwa lugha, giza likaondoka. Nikapata nuru. Nikabadilishwa kwa mtu mwingine, maana Roho Mtakatifu akishuka na badilishwa kwa mtu mwingine. Nikashangaa wale watu nilipita, watu na wakubwa na wadogo, kwa shikamoo mzee. Baba karibu kae hapa.
inaonyesha sijazoea kuheshimiwa. Nashangaa. Kumbe mimi natembea kwa taratibu, wakisema mabaya, wewe unasikitika, unaondoka. Wakati wakisema mabaya, yes, ndio sera huko. Ndio. Yes, wale ndio wako, Sasa wanafanya sema ile shangaa. Unasikitika, unaondoka. Sasa huyo baba apendi hayo mambo. Kuheshimu. Kwa sababu nuru imeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nuru imeingia. Tunaanza kuheshimiwa. Tunaanza sasa. Tunaanza kuheshimiwa kwa sababu nuru imeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Giza likaondoka duniani, kaja nuru. Vitu havikuwepo, vitu mbalimbali kuwepo, miti, matunda, wanyama kuwepo, lakini baada ya Roho Mtakatifu aliposhuka tu, vitu ambavyo havikuwepo vikawepo. Giza likaondoka, vitu vibaya vikaondoka, vikapata vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wao waliojaza Roho Mtakatifu na wao watakaojaza Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akishuka katikati yako, ataleta hekima mpya, atafuta baraka zitakuja. Vitu ambavyo havikuwepo vitaanza kuwepo. Baraka ambazo unazipata unazipata. Heshima ambayo unaipata unaanza kuipata. Uzima ambao unaanza kukua nao. Mapepo yaliyokufunga yanakuachia. Maana Bwana ameshuka, mfalme wa wafalme ndani yako. Unafunguliwa na magonjwa mengine ambayo ni taratibu yanaondoka yenyewe, kwa sababu Bwana tayari ameshuka ndani yako. Kwa hiyo Roho akishuka anakuja na uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu akishuka, upweke uondoka. Unakuta ushirika pamoja na Mungu kwa karibu. Unaanza kutembea na ushirika pamoja na Mungu. Kumjua Mungu kuna kuja, unaanza kufahamu Mungu na kufahamu Bwana vizuri. Na unatembea na Bwana vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa Roho Mtakatifu atakuwa anaendesha maisha yako. Atakuwa anaendesha maisha yako. Wewe kama unavyotaka wewe. Unaanza kutembea kama unavyotaka Bwana wa majeshi, kama inavyotaka Biblia. Ndivyo ambavyo utakuwa unafanya. Ndivyo utakuwa ukitenda hivyo. Kwa sababu sasa sio wewe unaishi, bali Kristo anaishi ndani yako. Kwa sababu kupokea Roho Mtakatifu ni Mungu kuwa ndani yako. Ni ofisi ya Bwana na ikulu ya mbinguni, na kiti cha enzi kinahamia ndani yako. Hatujui ya kuwa nyinyi hekalu la Mungu. Mungu anakaa ndani yenu. Unapojaza Roho Mtakatifu, Mungu anaanza kuishi ndani yako. Hakuna mahali pengine ambapo Mungu anapendezwa kwenda kuishi kama mahali ndani ya mwanadamu Aliyetakaswa na damu ya Yesu, akapokea Roho Mtakatifu. Mungu anaanza kuishi ndani yako, na akianza kuishi ndani yako ndio anakuongoza kwenye njia zake, kwenye mipango yake, jinsi ya kufanikiwa, jinsi ya kupendeza Bwana. Taanza kutembea kwa jinsi hiyo, kwa sababu Mungu yuko ndani yako. Kwa sababu jaza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe katika utatu, katika utendaji kazi. Mungu alitenda kazi katika enzi za Baba, katika ubaba, akatenda kazi pia wakati wa Mwana, akatenda kazi wakati wa Mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi anatenda kazi kupitia Mwana. Mungu yuko pamoja nasi kupitia Mwana. Haleluya. Haleluya. Mungu anatenda kazi kupitia Mwana. Kupitia Mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo kazini, katika Matendo ya Mitume akasema, msitoke Yerusalemu, msubiri kwanza nguvu, ndipo mwende kutoka. Pia akasema, mtapokea nguvu, ndipo mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Samaria, hata mwisho wa nchi. Msubiri hiyo nguvu, msubiri hayo mambo, ndipo mwanze kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu kwa nini alisema maneno hayo? Alifahamu wapenda wokovu ni mgumu.
Wokovu ni ngumu. Wokovu sio lele mama. Wewe umepambana hapo. Na ukiendekeza kwa akili zako utaweza kushinda jaribu ulionao. Ukiendekeza na akili zako na ufahamu na nguvu zako hutafika mbali. Shetani atakuchanganya njiani. Wokovu sio lele mama. Wokovu ni vita, ni mapambano. Wokovu umepokea jambo la hatari kubwa mno ambalo litakufanya mchezo. Hitaji msaada wa Mungu mwenyewe. Wokovu bila msaada wa Mungu mwenyewe huwezi. Hatuwezi bila yeye. Hatuwezi kufanya lolote bila yeye. Hatungekuwa namna gani? Ni Mungu tu anakusaidia. Kwa hiyo Yesu alijua watu waliokoka na watu ambao wanakuwa mashahidi. Kati ya kuwa shahidi ni kubwa na nzito. Akasema hawawezi kushinda tamaa. Kuna visichana vingi vinavyotegesha. Hawezi kushinda mapepo. Kuna uchawi duniani hapa. Hawezi kushinda majaribu. Hawezi kushinda magonjwa na mapepo. Hawezi kupambana kustahimili. Watanikana tu. Watasema nakupenda, lakini ikifika wakati wa majaribu watanikana kwa matendo na kwa vinywa. Tena sio kwa maficho. Watatamka kwa kinywa kusema mimi simtaki Yesu. Watasema mimi simjui. Alifahamu hivyo. Akawahurumia walipokoka. Ndio atabeba kweli msalaba. Akawaambia naomba msitoke kwanza. Wengine akasema tutatoka tu, tutashinda. Msitoke, hiyo kazi sio mchezo. Naifahamu shughuli yake. Alijua kuna wakati watakamatwa, watatupwa gerezani. Alijua watakamatwa, watasingiziwa. Alijua watakamatwa, watadharauliwa. Alijua watakamatwa, watasalitiwa hata na wapendwa wenzao. Watasalitiwa hata na watu waliowaheshimu, hata waliowategemea. Walijua yote hayo yatakutana nao. Alijua ya kwamba watatupwa kwenye tundu la simba. Alijua kuna kuwa na njaa na kulala njaa, kuna kukosa kazi, kuna kujaribu maombi. Akajua bila msaada wa Roho Mtakatifu hawataweza. Akasema kao Mungu kwamba muvae Roho Mtakatifu. Kisha vaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hapo ndipo mtashinda mambo yote. Ndipo mtaweza mambo yote. Onazo habari njema. Ukipokea Roho Mtakatifu hakuna jaribu ambayo kutenga na upendo wa Bwana. Kitu gani kinatutenga na upendo wa Bwana? Je, ni wanawake? Je, ni pesa? Je, ni kiburi? Ni ufalme? Ni kitu gani? Kulala njaa? Kosa ni chochote? Kitu gani? Akasema ukijaa Roho Mtakatifu hakuna cha kunitenga na upendo wa Bwana. Yesu anabaki namba moja. Wokovu unakuwa wa thamani kuliko vitu vingine vyovyote. Vitu vingine vinafuata. Ukipokea Roho Mtakatifu, ukipokea Roho Mtakatifu, Yesu anakuwa namba moja. Yesu anakuwa wa thamani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Fika katika mjini kama akina Petro, wakina Paulo, inafika imemshiba Roho Mtakatifu. Imefika Roho Mtakatifu. Ikaona mambo yote hapa duniani ni takataka mbele za Bwana wa jeshi. Haleluya. Pesa ni nzuri, bako mzuri, bako mzuri, lakini mbele za Yesu hawafikii Yesu. Yesu ni namba moja. Mamilioni hayamfikii huyu Yesu. Akaona vitu vyote hivyo ni takataka. Sema amen. Sema amen. Hapa akasema msinitabishe, ni kula chapa ya Kristo. Kuishi ni kuishi ni Kristo. Kufa ni faida. Amefika nitwili, haliogopi kufa. Haleluya. Sema ukiniacha chapa injili itakuwa ni ukweli. Nikifa na hatujua hakuna chochote. Haleluya. Hiyo ndio milokole iliyoshiba. Utalifanya lolote na kutisha na kumbabaisha mtu aliyokoka. Hakuna cha kumbabaisha hapa duniani. Katika ufalme wa mbinguni, kitu iliyomshiba Yesu lina majibu yote, lina msaada wote, lina nguvu zote, nasonga mbele kwa aina zote, limesimama imara, hababaishwa tishi na chochote. Kitu gani kinatisha watu? Mauti. Kitu tuliyoshiba na kuokoka halijali cha mauti. Nakwambia uko mbele kuna mauti watakufunga, sina cheni
walikuwa amemkana Bwana Yesu. Sasa mimi sijui. Ndio maana akamwambia sasa msitoke Yerusalemu, kwa sababu wewe mwenyewe Petro wewe umenikataa na ilikuwa bado. Na hiyo ilikuwa bado. Hiyo ulienda nayo hiyo ilikuwa bado vitisho hivyo vya kitoto. Inakuja kukubwa sana, si ndio utanitukana. Hivi tu umenikana, lakini kija vitisho vyenyewe sitanitukana. Kwa sababu subiri walipopokea Roho Mtakatifu. Walikuwa kama watu wamechanganyikiwa na wokovu wao. Kwa kama machizi waambia habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani katikati ya matatizo, katika shida, katikati ya matatizo ya shida, tupo na muhimu sana Bwana. Wote sana Mungu. Wote mpaka tuweze. Wakawekwa gerezani. Badala ya kunung'unika jamani, yaani Mungu anachelewa. Baki Bwana. Mungu atabaki Mungu. Mungu umejibu maombi, utajibu maombi, wewe ni Mungu tu. Sema amen. Sio wewe Mungu akijibu maombi ndio Mungu. Asipojibu maombi sio Mungu. Ndio maana watu wanapenda injili laini. Wanapenda injili, wanapenda vitu vya mkato. Kufanikiwa kwa mkato. Pokea gari. Lakini watu shida hii inataka mkato. Wanaweza kupokea na usipokee, ikapenda mkato. Ndio ugogo kwa mwingine inahitaji mkato. Inahitaji jende. Ndio subiri. Mungu amejibu maombi ya jibu, kwani Mungu atabadilika atakuwa sio Mungu. Haleluya. Ajabu yuko pale. Bado ni Bwana wa mabwana. Falme wawa. Stress zako na shida zako wewe kati kwa Bwana, shuka kwa wakati wake. Amina. Sasa baki. Wakabaki kuingia gerezani. Watu ndio wanapiga pambio. Alafu inauzi hiyo. Wadui. Unaelewa hata mwenyewe anasema wewe jamani, shanasema haleluya. Kwa nini wanakuta Bwana ndio wanashangilia wanaanzisha ibada. Ndio wanashangilia ibada. Na Mungu hawezi kunyamaza kimya Mariamu. Vitu hivi huwezi kufanya bila Roho Mtakatifu. Vurugu za nabii huwezi kufanya bila Roho Mtakatifu. Mpaka awe ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivyo vitu vya kiroho sana vya kufanya mambo kama haya mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Huwezi hivi. Na ukiwa na Roho Mtakatifu, hakuna jaribu litakalo kushindwa mpendwa. Hakuna mahali utakaposhindwa. Akiwepo Roho Mtakatifu hakuna mahali hakushindwa. Kina Petro mwenyewe ambaye alikuwa amemkana, baadaye akabadilika, akamwendea hakumkana Bwana. Alikuwa anataka kuja kusuluhisha. Kitabu kingine vya story kinasema kwamba suluhisho kichwa chini ni juu. Kwa ujasiri kabisa. Kwa sababu nini? Kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu. Sasa mpendwa, unachoka na wokovu tu, vitu vidogo unamweza kumwacha Yesu kweli. Tunajaribu tu, tumeomba kusumbua, sio kujimanyanya, unaweza kumwacha Yesu. Watu washangaa tu, wewe ni kanisani, unapita mapita. Mungu gani? Baba achagi hela siku hizi. Wewe una akili kweli? Yesu, ukaacha na Yesu na ataendelea asikupe kabisa kwa sababu una adabu. Utaendelea kuendelea. Baada ya kufika kwa Yesu, uweze kukimbilia huko akusaidie, ndio unataka kukaa kimya. Kwa hiyo unataka kusaidie na Yesu akusaidie. Umebaki vuguvugu. Baada ya kukimbilia kwa Bwana, Bwana ingilie kati. Mimi fikiri ndio uje kwenye maovu na unataka kanisani hapo kuingia Bwana. Mimi fikiri itakuwa hivi. Sasa wewe ndio unakata tamaa. Utashangaa sana. Kwa nini vitu kama hivyo vinatokea? Nguvu ya Mungu ndani yako inapungua. Uone shida kumwacha Yesu. Sio tatizo kumwacha Yesu. Sio shida kwa sababu ya nguvu, sio tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukiwa na
na Roho Mtakatifu, ukiwa na Roho Mtakatifu yuko ndani yako sawa sawa, amejaa vizuri, hakuna poteza mwelekeo ndani ya wokovu. Wewe poteza mwelekeo. Mwelekeo uko pale pale. Wao changanyikiwi. Wengine kitenda hizo changanyikiwi, unashangaa ameokoka huko aje ameokoka. Maneno hayo ya ajabu. Vitu vya kutisha. Ameokoka lakini nampenda. Na anafanya vitu vya ajabu vya kutisha. Umepungukiwa nguvu. Nguvu ya Roho Mtakatifu inasababisha kwamba akose vitu kama hivi, apungukiwe vitu kama hivi, aingie kwenye shida. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo vitu vinavyoingia ndani yako, unakuwa mtiifu mbele za Mungu. Unakuwa mwaminifu mbele za Mungu. Unatembea na tena unatiwa nguvu isivyo kawaida na Mungu wako. Unasaidia Mungu wako. Kila maamuzi mbalimbali ndio utakwenda kusaidia. Mambo magumu kabisa siwezekana. Utashangaa wewe unayaweza. Tunasema hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu Baba. Yote yawezekana kwake amini. Lakini kwa akili zako mwenyewe haiwezekani. Ni ngumu. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu ndipo inakuja kwamba yote yawezekana kwake amini. Pasipo na njia itapatikana njia. Kulikuwa na wingu liko pale ambao ilikuwa inapitisha njia ambapo hapana njia. Pigwa miamba inatokea. Roho Mtakatifu alikuwa ametangulia. Kwa na Roho Mtakatifu atashughulika maeneo yote kupitisha kwenye neno. Anatuongoza tukiwa hapa duniani, anaongoza wana wa Israeli. Mahitaji yote Roho Mtakatifu alitangulia. Kulikuwa na wingu na nguzo ya moto iko mahali pale. Inashughulika mahitaji yote, wakati mgumu, wakati wa ukame, wakati wa raha, wakati wa shida. Walikuwa pale na wasaidia Roho Mtakatifu, wakavuka kila hatua, wakapita kila hatua, na Roho Mtakatifu uko pamoja naye. Anakuongoza kabisa, anakuongoza wewe katika magumu na nyakati ngumu. Yeye atakuwa msaada, atakusaidia, utamwacha Bwana, utatembea katika ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mengi karama na vitu kutembea na Bwana ni katika utii, ni katika Roho Mtakatifu atusaidie kutii Mungu. Ni ngumu sana kumuona Mungu umeshakuwa kama una Roho Mtakatifu. Ni ngumu sana. Kwa sababu hata Mungu akisema na wewe jambo, huwezi kutii. Huwezi kutii. Japo unajua katika maisha haya na mambo mengine ni rahisi tu ya kutii. Mengine ni rahisi tu kutii. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Mengine kutii ni rahisi sana. Mengine kutii ni kazi ngumu. Kazi msaada wa Bwana. Nahitaji Roho Mtakatifu. Mengine ni rahisi. Kwa mfano tu kwambia Bwana kumwambia kamuombe ukamuoe yule binti nzuri na ana pesa kijana. Na Mungu amesema ni rahisi sana kwenda. Si hapo ni rahisi sana. Kwa hiyo mwingine mko kusema ndio ni rahisi sana kwenda kutekeleza. Haleluya. Lakini Bwana huyu akikwambia kao ile kiwete kile pale kanisani, lakini ni roho. Unajua ni ngumu sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nani kasema jamani? Bwana kupitia Roho Mtakatifu. Kamuoe kiwete yule baba. Ni Bwana kasema. Lakini akisema kamuoe yule binti anayependeza hapo na hela zake. Haleluya, na kutii Bwana wa majeshi. Oh, Bwana amesema, tunaendaga haraka. Bwana amesema kwa jina la Bwana. Lakini akisema kamuoe yule kiwete, miguu anasota hapa. Bwana sema vizuri Bwana. Sema vizuri Bwana. Tutengeneze Bwana. Wewe ni Bwana. Kama ni shetani mshindwe. Kama ni pepo toka. Kama ni Bwana ni wewe niseme na. Mimi Bwana ndio huyo. Anza tena maombi. Usiwe na haraka. Usiwe na haraka. Lazima muulize Bwana kwa upya. Kwa mshindi mara mbili, mara moja, mara tatu. Bwana kama ni wewe sema. Mimi ndio neno. Oh, Bwana sikisha mpaka mara tatu. Ndio nani utimie. Jamaa yeye anasema tena hiyo. Itakuwa ngumu sana. Itakuwa ni ngumu sana. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Lakini kama umejaa Roho Mtakatifu, hivyo vitu sio shida.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo vitu vilivyojaa Roho. Bwana hakwambii mambo mepesi mepesi, na tumependa kutabiriwa mambo mepesi mepesi. Unajua kutabiri mambo yatakayotokea mema kama nabii na mtumishi wa Bwana ni rahisi sana. Lakini kuwatabiria watu watatokea mabaya, wewe ni kazi sana, ni kazi ngumu sana. Na ukitaka watu kufurahia watabirie mazuri na kufanikiwa na nini. Ndio maana mtu anajaa kule. Wanatabiria mema hata kama hayapo, wewe tabiria mema tu. Wengine wanafanikiwa, wengine hawafanikiwi. Kusoma habari za Hosea pale ni Mikaya pale ngapi pale. Nikutana na mambo hayo ya kuweza mambo ya Hosea 1:2 pale. Ya kutabiri. Ndio kutabiri mambo magumu. Tabia mambo ambayo hatafanikiwa watu. Unatabia kwamba kule unamtabiria rais. Yaani kwamba mwaka huu umeona umeanguka yani piti. Sifiki kazi ndogo. Hizo kazi ndogo. Lakini ukitabiria kwamba utaenda vitani na utapiga na utashinda, hata kama atapiga na atashinda. Sema huyu ndio nabii. Huyu ndio anafaa. Lakini mimi niliyojaa Roho Mtakatifu inayomsikiliza Bwana inapeleka utume ilivyo. Haijalishi watu wataupenda au hawaupendi, lakini maana Bwana amesema ananipeleka hivyo. Mwenye kulimeza limeze, mwenye kulitema liteme, mwenye kupona apone, mwenye kuangamia angamia. Haleluya. Mtu ambaye ataangalia watu wanasema nini? Wanafurahia, wanamchukia, yeye anapeleka. Hivyo ndio watumishi wa Mungu, na ndio watu ambao wanatumika na Bwana, ambao ni watumishi wa Bwana. Peleka kama ilivyo. Na hiyo vitu ndio kufanya ukiwa umejaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kama Mungu amekwambia jambo lipeleka vile lilivyo. Kama ni Bwana atakutetea, atakuwa na wewe. Sema kama hivyo, hudumu kama hivyo, kama kwa Bwana. Huo ndio wokovu na ndio Roho Mtakatifu alivyo. Ndio ndio tenda hivi. Ndio utumishi. Na jitu ndio mshiba. Roho Mtakatifu kama Roho Mtakatifu wana maisha ya majasiri, wanatoa ujasiri, sio woga. Wako tayari kwa lolote, wachukua tupe kwenye tundu la simba, wafanye nini? Wako tayari. Tuabudu sana masema pana. Tunakuchoma moto, chomeni. Hata kama Mungu amejibu maombi, utajibu maombi. Mimi nataka tu Mungu nichomeni. Kama Mungu alijibu mimi nichomeni. Barikiwe jina la Bwana. Mungu hawezi kukuacha. Hata kutokezea tu kwa imani. Kuna imani mpaka Mungu anashangaa. Imani kama wewe. Tusimwache. Ndio mtu anakatakata tamaa, maisha mwili ajabu tu. Tumkufu Roho Mtakatifu. Kumbuka Roho, mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Wewe ambao hujajaa Roho Mtakatifu unajua unapitia magumu, unaendesha wokovu mgumu sana. Kitu aliyejaa Roho Mtakatifu vizuri. Hakuna cha kutisha hapa duniani. Na ambaye amepungua na amepoa. Unaishi katika maisha ya kiwango vya chini, sio vya kiungu. Mtu ambaye umejaa Roho Mtakatifu na ujasiri na uamsho. Unatembea katika nguvu za Bwana. Unatembea katika uwezo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima kusaidia kuweza kusema kuwa na ujasiri kusema. Kuna mambo mengine yanahitaji Roho Mtakatifu. Ndio maana nasema msitoke. Mpaka mmejazwa. Hii nguvu msitoke. Unaweza ukamsamehe mtu ambaye amekukosea jambo zito. Kwa akili ya binadamu na mwili uwezi. Mpaka Roho Mtakatifu au mwingilia kati. Na utakuwa mtu kupitia Roho Mtakatifu viwango vya Roho kwa ile naye. Ndio kupitia marudio hapa na jambo linatokea kusema hapa ni Mungu. Na isitoshe unajua mtu kama hujamsamehe mtu na mtu au kimsamehe mtu, unajua ni faida ya nani kusamehe mtu? Bwana Yesu asifiwe. Kusamehe mtu ni faida ya nani? Anayesamehe, anayesamehewa.
ni faida yule anayesamehe. Unajua anayeteseka ni nani? Yule ambaye hajasamehe. Ndio anateseka na kuumia. Ndio wakati mwingine mambo mengine utakiwa usiyasikie, usiyapate, kwa sababu utakuwa unateseka, unaumia. Mwenzako anakula na kushiba, wewe unaumia. Aliye kwanza unamwangalia, unakukiza, mwenzako anakula na anafurahia. Inatokea na lingine unampenda, inachukiwa. Unamchukua na mwingine hadi kukwaza na mweka na msamehe. Anakuja mzee wa kanisa na msiweka. Anakuja kwenye kwaya tena kuna bahati mbaya. Kwenye kwaya unakwaza na mtu umeweka ndani. Umelala usiku mapepo yamejaa kifuani. Lakini ungeamua kae na amani zako. Roho Mtakatifu anashuka, anakaa ndani yako na kubujika ndani ya Bwana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio shika. Ukitaka kuwa na amani tu, msamehe tu. Ndio njia pekee. Lakini huwezi kusamehe kama una Roho Mtakatifu. Ni ngumu. Na huwezi kuelewa, hata mtokee huwezi kuelewa. Mpaka Roho mwenyewe ndiye kati. Ni kazi, ni mapambano. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hata ambaye umesamehe mwingine anakuadhibu, unaomba msamaha, hata anisamehe. Sasa wewe unaomba msamaha. Kazi ya kusamehe, asisamehe sio ya kwako. Na mwenyewe ukianza kuumia kwa kusamehe, wote kuna matatizo. Wote aliambaye msamehe na ambaye anataka kusamehe, wote kuna matatizo, mnakuwa kwenye shida. Lakini kama mimi nimeomba msamaha kwa upendo wa rohoni na moyoni kabisa, utakuwa na amani. Na akasema na mimi nimekusamehe, hata kwa unasema asante na amani, natembea nimekusamehe na amani inakujika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ndio faida, kwa ndio faida. Lakini wewe uliyemsamehe, wewe aliyekuomba msamaha na wewe umekwazika, aliyemsamehe na yeye anakusamehe, na wewe unapata shida, wote shida. Nataka kwanza na aliyekwanza wote jehanamu. Chagueni mpone au mwende mpone au mwende jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hadi maisha ya kimwili, watu tukiishi kimwili ni shida. Watu tukiishi kimwili ni shida. Kulikuwa na madugu ya ajabu na kanisa la ajabu. Unajua tuna makanisa ya ajabu. Mimi nimeshikwa sasa. Inabidi wakati mwingine kupiga button za full danger hatari. Watu tunashangaa na washirika wa ajabu. Wanaabudu kanisa moja, wana vituko vya ajabu, waimba kwaya wa ajabu, wanapigana ni mwenzi kwa nyumbani na huko wanaingia, wanaruka kanisani na kwenda kanisa ajabu. Huko kuna mtu amekwazana mtu na mtu eti anakwenda mbinguni. Mbingu ya wapi? Usiyepatana na mwenzako, usitengeneza mwenzako. Mbingu ya wapi unayekwaza wenzako? Roho Mtakatifu akae katika machafuko. Roho Mtakatifu anakaa katika mahali pa amani na usalama. Unakuwa na mashirika madugu tu, unakuwa na madugu wa shirika kwenye yote, wanaishi udogo yaani kama dini tu. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamhitaji na muomba Roho Mtakatifu alipone kanisa lake. Alichonga lisinyange. Nisivyotakiwa ndani ya watakatifu waamini kwenda mbinguni. Bwana alitakaza kanisa, alipone kanisa. Yeye wanaopendwa ambao wanaingia kanisani wana amani. Sio kuja hapa kanisani kukunja Yesu. Umekunja. Sitengeneza, umepigwa mwenzi na babu unakuja kuvuta sura. Umevuta sura, umekunja maana hiyo. Sitengeneza. Unapanda madhabahu, kwani mlazimisha kuimba kwa hata kama kwa kwanza. Unapanda madhabahu. Unatuita sisi kuja mauso hapo nafikiri shetani. Yesu atasura kidogo. Tengeneza uingie katika nyumba ya Bwana moyo chafu wote. Kama utaingia kwa Bwana, tengeneza kwa Bwana. Kama hata sadaka unaacha sadaka, tengeneza. Pata madhabahu yako umejaa roho na kuvutika. Tunaona unasumaini kasura kusema Yesu anakupenda. Akupende kwanza wewe. Wewe umekuja kushika hapo unasema wewe mwenyewe Yesu anakupenda wewe. Fulania ushinde majaribu ya ushinde kwanza wewe. Wewe umekuja ushinde na kuimbia sasa. Wote kwenda mbinguni. Kaza wewe, wewe unja kaza. Tukaza wewe utaki kukaza.
wadini wasiodini. Na kibaya kingine, wengine wanadhamini ngumu. Roho Mtakatifu anadhamini. Roho Mtakatifu yuko kwa watu wote, lakini kwa wapagani, dhamiri ya wapagani imekufa. Sasa kuna watu wengine wako na wokovu, dhamiri zao pia ndio haziwahukumu. Dhamiri zao hata haziwahukumu ndani ya maisha yao. Wanaenda tu na dhamiri zao zikiwa zina hukumu. Kwa hiyo tunatakiwa ukiwa na dhamiri, njia nyingine ya kusaidia dhamiri yako iwe safi. Ukiwa unakumbia jambo lolote, angalia dhamiri yako, tengeneza dhamiri yako. Kama ukikosea, kama dhamiri yako iko vizuri. Mimi nakosaga amani, nikisema jambo lolote, ukisema tu wewe unashangaa unakumbia. Naanza kukosa amani tayari. Ya tayari. Nimepunguza kidogo tu naanza kukosa amani. Lakini wengine hajali. Amebonda kumi mke wake. Baya isimame kuimba. Hana dhamiri ile inasimama tu. Ndio mmoja wakamkuta mtoto tunaanza dhambi ya usharati. Wakamkamata. Akesha kwenda kuhudumu kuimba. Akamwambia Petro, hivi utahudumu kesho? Yaani ndio bwana anaonekanaga sana. Ndio makanisa tulionayo haya. Ni shida, ni tabu. Mungu tutapigania. Usifikiri wote wanaoimba hao kwamba wametengeneza. Zamani nilikuwa na mtu akikosea anaenda kwa mchungaji, nimekosea hapa, naomba nitengeneze niweke mambo yangu sawa. Mimi hatujakaa vizuri. Petro mmoja kule tulikuwa na kule mchungaji wa kitabu. Mambo nimepanga hivi na mwili kenyeka kwa hivi, lakini wewe kakamchapa makofi. Chapa kweli. Na mchapa kakaweza kuumia. Ndio ndio sema sasa mbingu wewe kwa ajili ya mwanamke huyu. Wewe ni msemaji kama ukikosesha mkate wewe una kilema mbinguni. Jicho la kosea ngoe. Wewe ni kocho kuliko kwa. Yaani wokovu wa samani. Kutoka usiku huu. Sio tuligaji tunashida. Wokovu hapa saa 8 saa ngapi? Hatuna shida ndio kazi yetu. Na ndio maana tunakula hela tusimame kule. Sisi tunatakiwa tulipange na nani ungekuwa serikalini. Night zote nitakiwa ulipe. Night na mchana na kwenye masaa. Sasa ndio mchungaji anakula hela. Lazima akafika pale mchungaji. Hebu mchungaji. Nimetenda dhambi gani? Mama ameniuzi kweli. Amechelewa kule. Sasa unajua na walokole na kazi. Amechelewa kule. Sikuwa na ngana usiku kweli. Kule nishika kuzuia jambo kama hili nikushika kuzuia. Mimi mlamba vibao na viboko. Kwani unafanya hivyo? Sasa kaenda kule, kaomba sala toba, wakaendelea pale. Basi mambo yakaisha, tukajua wazee tu mambo yakaendelea. Lakini wakitembea wanapopendana. Alafu wale wanajua kufanikiwa au kufanikiwa sio kwamba nimefanikiwa. Watu wengine wanamwema. Na mpenzi usiku umegongana. Napenda sana. Kumbe nakunga mimi nishangaa kwa watu wanaopendana au msema sana kwa ajili meshi. Mtu ana vitu vya ajabu ajabu sana. Kwa mtu akivaa sare shati kitenge cha kitenge kwa kile mambo yamekaa vizuri. Kumbe ni vitenge roho ni vimekaa ovyo. Lakini yule mama alikuwa nimekaa pale juu. Alikuwa na macho tunapendana baba sasa shukuru Mungu kwa sadaka na shukuru. Kama lolote. Kwa akaombea pale naendelea, sisi ndio tunajua kwamba kuna shida, kuna matatizo, kuna vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ndiye anaweza kuving'oa vitu vyote hivyo. Ndiye anaweza kushughulika vitu vyote hivyo. Yohana 1:3:20 pale, Mathayo 24:16, Timotheo wa kwanza 4:2. Unaweza kusoma moja wapo pale. Kwa dhamiri hizi dhamiri za roho dhamiri. Kwani hizo dhamiri si hukumu? Mimi nashangaa. Sababu ngine naona kabisa huyu hakutakiwa leo aimbe kwa kweli maisha yanayo hakutakiwa hata hivi. Kuna shaka hapa. Hapo kaka asili. Kama so wewe
ukiingia kanisani mbona wachungaji kwa wengi wanasema watu wenye hela hawatendi. Nani kakudanganya? Watu wenye hela na wengine na nani kakudanganya? Kwenye kanisa kitakuwa si mchungaji wa kiroho. Hela zenyewe ziko wapi? Sio kwa hela. Mimi nataka na watu wenye hela kwa kutana hela, lakini shughulikia ulizeni tulipotoka huko. Sijui mtu anamna gani siku gani. Sheria ni moja tu, inabaki pale pale. Na Roho Mtakatifu ananikamata na mimi. Kiona kitu nafanya na chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu jiambii mwenyewe. Vitu vinasimamia Roho Mtakatifu anakuwa yuko kazini. Kwa hiyo usikajidanganya kwamba atafanya tu nani, sana mchungaji anaweza kaacha tu akakupishia siri. Nikupichie message utaumbuka siku moja kwa sababu ina change msitabiriki. Nitakugeuka dakika 2. Hapo siongei sana kwamba tunakupunguza. Sema tumpendwa kwa kweli utafaa kwa hapa. Kwanzia leo sio lazima sema atenda ngoja kusema kanisa fulani kule Sudan barikiwa Sudan kafuatilie wengine. Kanisa leo limeoza kufika mahali kubwa, wachungaji tuna kazi ngumu. Itapiga injili, kuhubiri injili, itakapokuja Roho Mtakatifu na sababu ya kusema Madamu Bwana amekutuma niseme, tutapiga hivyo, tutahubiri hivyo, na Roho Bwana atatenda, atafanya pole, na tutakuwa kwenda mbinguni na hiyo kazi ya Bwana. Tukija kuondoka huko kupunguza kizazi kingine waliochoka ndio waendaga hivyo. Kwa sababu kanisa leo kuna vitu vya ajabu ambavyo vinaendelea katika makanisa. Kweli kuna uozo ndani ya makanisa, huwezi kuamini. Mtamani hata kulia. Kwa hiyo unashangaa mambo haya hata kwako. Nilikuwa napata shughuli ya kanisa moja. Asitugaje. Unajua kufanikiwa kwa mafanikio, kufanikiwa kwa kanisa sio kuwa na watu wengi. Mtumishi wa Mungu mchungaji na watu wengi sana. Kanisa lake ni watu wengi sana. Lakini sio kufanikiwa wakati wewe unasema tuweze kwa kanisa tu. Unashangaa na kanisa kubwa lakini matupu. Wao unashangaa kwa watano ndio wachunga mimi kaenda mbinguni. Basi unafuatilia wewe kwa wapi? Ibadani ni gani? Kwa wengi unachoka kufuatilia watu kwa wakati mnao. Wafuatilie. Kanisa moja nasema kuna mashoga wana hela sio mchezo. Na wanarupa. Na shoga wengi. Kanisa la Mungu la TD. Kanisa la TD. Chakula kitu kama hiyo. Sorry. Nasema la TD. Niseme la Pentecost. Samahani. Makanisa ya Pentecost. Sija baadaye. Akasema tuliko hapo tena. Makanisa ya Pentecost duniani. Askofu. Takuwa shahidi yangu askofu. Wakiniita kwa shahidi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kubadilika kama hayo. Yapo vitu kama hivi. Kwenye kanisa la Pentecost jamani. Naomba Mungu akusaidie. Roho akiwa ndani yako. Hivyo vitu. Utaona mkono wa Bwana. Hivyo vitu vinakauka, hivyo vitu haviwi na nguvu. Tunamhitaji sana Roho Mtakatifu. Utakuwa na nguvu na utakuwa na shahidi. Hivyo vitu utavishinda. Vitu vya kimwili hivyo vitu vya kimwili. Vinatawala. Vitu vinaisha kukosa Roho Mtakatifu. Kwa nini huwezi kuja ibadani? Huwezi kuja ibadani kwa nini? Afu watu wamezoea tu dhambi moja tu ambao wanajua ni dhambi. Wengine shangaa dhambi na hiyo ni kwenda jehanamu. Na wewe dhambi nyingine kwenda jehanamu. Na hukumu tu ulevi na uchawi na nini na uzinzi na hukumu. Wengine kwa sababu vitu vingine hivi unapokosea hivi utakupeleka kwenye uzinzi na uchawi. Na nini? Na wizi, hizi dhambi zingine. Madhara yake ni kuletea kwenye uchawi, uzinzi na vitu vingine. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu hawezi kukosa ibada. Hawezi kukosa ibada za katikati. Kama na Roho wa Mungu kweli, huwezi
ndio Pentecost. Na hata ukikosa unahangaika huko uliko, nifanyeje nipate ibada za katikati? Ni Roho wa Bwana na kuhimiza kwamba uweze, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani, anatenda kazi. Hawezi Roho Mtakatifu akaenda ndani akasema wacha uje Jumapili tu leo, siku za katikati hauonekani. Huyo sio Roho hawezi kuruhusu hivyo vitu. Atakuwa ndani yako, ataumia, atapata shida, tengia, utakuwa na wakati mgumu, mpaka utatamani kufika. Wengine mpaka anakuambia kati anakulazimisha. Tambua kwamba wewe ni mtu ambao unataka kuhudhuria ibada za katikati. Mpaka sio kufika ndio ni watu wa dini. Watu wa dini ndio wanatakiwa wafanye. Wanakwenda Jumapili tu, siku zingine hizo hapa. Jumapili na wengine inaweza kakosa. Na kaendelea huko. Sasa mtu anaweza kupiga wiki mbili tatu uonekane kanisani. Ujulikane uko wapi. Wengine wanatoa taarifa nyingine. Sema tunakwenda mbinguni, hili kanisa la watu kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani ukashindwa ibada. Haiwezekani ukaacha. Haiwezekani kusema Bwana. Mtu ambaye roho iko ndani, hata ungetaka uache uweze kuacha. Isaya akasema, sitamtaja Bwana. Aliposema sitamtaja Bwana, ndipo ndani wake kama moto. Ndipo msukumo ulitokea. Ndio Pentecost. Pentecost kwenda kujaa Roho, kufanya mambo ambayo sio ya kawaida, ambayo wengine hawawezi kufanya watu wa mwilini, kwa sababu wewe ni mtu wa rohoni, ni mtu ambaye wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Lakini Roho Mtakatifu, niangalie mambo mawili ya msingi tumalizie hapo. Roho Mtakatifu unapojazwa Roho Mtakatifu, unakosa kitu cha maana sana. Jaza Roho Mtakatifu, unagongwa muhuri, unakuwa mali ya Kristo. Unakuwa mali ya Kristo, mali ya Mungu. Unapokuwa umegongwa, Efeso 4:30, Efeso 1:13-14, Efeso 4:30, Efeso 1:13, Ufunuo 7:2-3, Ezekiel 9:4-6 pale. Mungu anatafuta watu ambao unagongwa Mungu unakuwa mali ya Kristo. Hata soma kwa sababu ya muda sasa. Unagongwa Mungu. Kwa hiyo kisha kwamba wewe ni mali ya Mungu, umelipiwa kwa damu ya Yesu. Jambo la kwanza ukiokoka linalofuata ni kupigwa muhuri kwamba ni mali yake. Lazima ianze damu ya Yesu, kisha unapigwa muhuri, kisha pigwa muhuri na kuwa mali yake. Shetani na mapepo yakipita, yaiona muhuri wa Roho Mtakatifu. Walipoona damu ya mwana kondoo kule Misri, walipita pembeni. Kulikuwa na alama kama umeokoka umejaa Roho Mtakatifu. Shetani akikuona, sema hao watu hatari sana, ni mali ya Mungu, ni mali ya Mungu, siwaguse. Kiwagusa watu hawa, hata kuja baba yao, hata kupiga. Lakini sio miuni tu. Unapogongwa pamoja na muhuri, ule muhuri unapogongwa, kunakuwa na alama kwamba ni mali ya Kristo. Lakini pia unaanza kulindwa kwa sababu ni mali yake. Giza na mapepo na uharibifu vikija, vitazuiliwa kwa sababu wewe ni mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumalize na mwisho tukamwombe Mungu. Tutakuwa tunaendelea masomo ya Roho Mtakatifu. Tukamwombe Mungu. Roho Mtakatifu mfanye mtu asiache wokovu. Tuangalie kitu ambacho Mungu kwamba mtu asiache wokovu. Kitu ambacho sababisha kwa nini usiache wokovu? Isaya 40:28. Naomba nisomee pale. Isaya 40:28. Je, wewe unajua? Umesikia yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, azimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Wapa nguvu wazimiao. Wapa nguvu wazimiao, Muongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Wapa nguvu wazimiao. Muongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka,
na waume vijana wataanguka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Matendo ya Mitume 1:8. Unajua tulisoma tena. Matendo ya Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia yule Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu akishuka ndani yako, utapokea nguvu, ndipo utakuwa mashahidi yako kote mpaka duniani. Isaya anazungumzia kitu hicho kwamba watu wanaomngoja Bwana utapokea nguvu ya kuweza kuwasaidia. Mtu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu itakuwa ngumu sana kuacha wokovu, itakuwa ngumu sana kuweza kushinda kuendelea na safari. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu ndio ukiona mtu amekaa muda mrefu kwenye wokovu, hajaacha wokovu, miaka nenda rudi, miaka inapita, jua ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anapitia majaribu na magumu, lakini amwachi Yesu. Jua ni Roho Mtakatifu. Wengine wameokoka siku 2-3, wameanguka chali kule mitaani, wamekatisha tamaa na majaribu na vikwazo kwa sababu nguvu ilipungua ndani yao. Lakini waliona Roho Mtakatifu, wanakuwa wanamngoja Bwana, wanasimama na Bwana wakati wa jaribu zito limekuja. Wakati wengine wasio na Roho Mtakatifu wanachoka, wanazimia, wanakwazika, hawezi kusonga mbele. Roho wa Bwana anashuka na watia nguvu. Waliochoka wanainuka tena, waliozimia wanafufuka, waliokata tamaa wanasonga mbele, wasiowaweza hawawezi. Badala ya kuchoka na kukata tamaa na kulia, wanapokea nguvu ya kuinuka juu, alafu wanaluka juu kama tai. Hao ndio watakuwa katikati yako, katikati ya majaribu. Utashangaa mtu anamuinua Yehova na ananena kwa lugha na ana nguvu, anasonga mbele, anatembea na Bwana. Watu ambao wana Roho Mtakatifu, wakati wa kukata tamaa, wakati jambo limeshindikana, haliwezekaniki, Roho Mtakatifu anatokea kufanya njia na kupita. Wakati mzigo mkubwa na kitu ya kutisha, Roho Mtakatifu anawatia nguvu, wanasonga mbele. Wakati mapito yanapita, jaribu limechelewa, Roho Mtakatifu atawasubirisha, atasubiri mpaka mlango utokee, kama Korinto 10 pale zungumzia kwamba jaribu ambalo alikuwa lililowapata lilikuwa saizi yenu na mlango wa kutokea unatokea. Ni wakati Roho Mtakatifu yupo kazini, anashughulika na anatenda kazi, ndipo unashangaa kwamba unasonga mbele na unatembea mbele kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Itakuwa ngumu sana mtu ambaye amejaza Roho Mtakatifu kisawasawa kumwacha Bwana. Itakuwa ni ngumu kushindwa kwenye jaribu. Lazima abarikiwe. Roho anapigana na magonjwa, mapito ulionayo, anasema choka msukana mzigo, nani mtapumzishwa. Kiwa na Roho Mtakatifu utawasababisha kwenda mbinguni. Hata siku ya kuja Roho, siku ya kuchagua kulinyakua kanisa, Bwana atakuja na Roho Mtakatifu atasababisha kwamba watu wanyakuliwa kwenda mbinguni. Roho kama sibabu na sisi kama vibati, Roho atashuka, atakuwa hewani, tutamlaki, tutanaswa, atasababisha tunaswa. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Wasio na Roho Mtakatifu watashushwa chini, watataka waruka, watakuwa wamekamatwa na
umekata tamaa, huo ni msaada. Lazima Bwana waliozimia atawapa nguvu, waliolala chini wakati wengine wanachoka, wanasema dunia haiwezekani, haiwezi kuacha, haiwezekani kuacha dhambi, haiwezekani kushinda majaribu. Wewe pokea nguvu, ukashinde katika jina la Yesu Kristo, ukatembea katika ushindi kupitia huyo Roho Mtakatifu. Roho wa uwezo wa Bwana akitembea katikati yako ni msaada pekee. Ndiye anayetenda, ndiye anayefanya, anayetenda makubwa katikati ya maisha yako kupitia Roho wa Bwana. Namtaka Roho wa Bwana nisaidie. Akinisaidia Roho Mtakatifu, dunia itakunywa mbele za Bwana. Takataka za dunia, vita vya upinzani wa dunia, mapepo ya kutisha yatayeyuka mbele za Roho Mtakatifu. Kuna uchawi wanaupanga juu ya Yakobo, wakafanya huko kana msuli Bwana. Bwana wetu kukuacha, wetu kukata tamaa, wetu kuzimia. Roho akiwa ndani yako anakutia nguvu, anakusimamia. Roho Mtakatifu anakuficha kwenye mbawa zake, hata kama kuna uchafu na hivi zote anakuficha. Roho Bwana kufiche kwa jina la Yesu. Roho Bwana kutakaze kwa jina la Yesu. Roho Bwana jifunue katika jina la Yesu. Bwana kukumbuke katika jina la Yesu. Bwana kukumbuke katika jina la Yesu. Roho akiwa kazini, sio kawaida. Kuna uwezo wa Bwana katika jina la Yesu. Na Roho ameshuka mahali hapa, analiandaa kanisa, analitunza kanisa. Kwa maana amekuokoa, amekuleta mahali hapa, atakuinua, atakushika, atakutameta yako. Na kuombea kwa Bwana, wewe ambaye hujajazwa, ujazwe Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Jiangalie, wengine ulishajazwa Roho Mtakatifu. Kwa mara mwisho ulinena nini? Ulinena nini? Ndio maana kwenye maombi unachoka. Kwenye maombi unachoka, ukija kuomba unachoka. Ukisema Mungu ibada unachoka. Na shetani karibu anataka akunyongelee mbali. Shetani anataka akunyongelee mbali. Na bado kidogo atakumaliza. Ulikuwa na mwili wa Bwana, ulikuwa unamtukuza Bwana. Siku hizi umeacha kumtukuza Bwana. Ulikuwa msaada wa mbele, ulikuwa unaenda ibadani, ulikuwa unatoa mafungu ya 10, ulikuwa unasikia mabaya. Siku hizi ndio kinara wa mambo mabaya. Umekamatwa, umeishiwa nguvu. Leo uko msaada wa kukuinua kule ulikochoka. Shetani amekutupa kwenye korongo. Roho Mtakatifu anawanyanyua watu kwenye makorongo na kuwaingiza kwenye kifua cha Bwana. Anawatoa kwenye uchafu, anaingiza kwenye usafi, anawatoa kwenye mauti, anaingiza kwenye ushindi, anawatoa kwenye uoga na mashaka, anaingiza kwenye ujasiri. Pokea hiyo Roho katika jina la Yesu. Krisa tarabaka sabarabakash. Robo shataraba sabara. Sheterebe sakarabash. Robo shatarabakash. Ribe setereba shakata. Robo sotorabakash. Riseterebash. Roho Mtakatifu anaugua. Anaona maisha uliyonayo yamemtisha. Sijui kama utaenda mbinguni maisha uliyonayo, maana umefikia hatua mbaya. Roho Mtakatifu hapa, kinywa chako kimechafuka. Roho Mtakatifu anataka achie kala moto kwenye kinywa chako, atakaze kinywa cha moto, atakaze kinywa chako kichafu, kichafu, kichafu. Leo kitakazwe kwa kala moto, kala moto. Nafsi yako imechafuka, nafsi yako imechafuka. Bwana isafishe, isafishe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto. Roho Mtakatifu akubatize na batiza kwenye bahari ya Hindi. Yeye anakuja na kubatiza katika moto wa Roho Mtakatifu. Yuko mahali hapa. Uko sababu. Roho Mtakatifu shata. Nomba baba, Roho Mtakatifu analia hapa. Roho Mtakatifu anaomboleza kwa ajili yako. Maisha uliyonayo, Roho Mtakatifu anaugua. Anakuamrisha acha maombi. Ulishaacha maombi kwenye kitanda chako. Ulishaacha kiroho, umefungwa na giza. Unataka kuamua maamuzi mabaya. Roho Mtakatifu anaugua, analia ndani yako. Roho Mtakatifu yuko wakati mgumu ndani yako. Analia, amekauka. Bado dakika chache na kuacha. Sasa nitaondoka. Leo anasimama mlangoni kufungulia mlango, atakuja kwa upya. Atakuja kwa upya. Ndoto zimepotea, ziko naota. Alishaota ndoto za kuku
kukuonya na kukuonya hujasikia. Umefika mahali umeachwa, lakini Bwana anaenda kukurudia. Naenda kutafuta na kurudia. Rekasaparabashi. Roho Mtakatifu alikuja kuliandaa kanisa. Roho Mtakatifu amekuja kulijenga kanisa. Ni njia ya kulitunza kanisa na kuliponya. Hakuna njia nyingine ya kuweza kuponywa, ni Roho Mtakatifu. Uliishaachwa na Roho Mtakatifu kwa sababu una toba. Uliisha Roho Mtakatifu kwa sababu unafanya huduma kwa mazoea, unaabudu kwa mazoea, imekuwa tu mazoea. Roho Mtakatifu amechoka, anataka kusaidie. Ndio maana majaribu ni magumu, ni mazito. Anataka kusaidie, anataka kaseme badala yako, akabebe mizigo yako, abebe majaribu yako, abebe shida zako, abebe magonjwa yako, abebe mapepo yote, ashuke ndani yako. Na akishuka ndani yako, pepo na maneno na chafu na mawazo mabaya na chafu na mwili utatakaza na pewa upya katika jina la Yesu. Naomba simama juu pale.
kukuhudumia. Bwana atakwenda kukugusa. Na ndio maana patana majaribu. Majaribu, sogea mstari wa mbele kabisa, sogea mbele kabisa. Riseterebo, tukipita hapa mbele kuna nguvu zitatembea. Na mtumishi wa Bwana atembea mahali hapo. Shoterebo saka. Shaterebe baba 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 baba. Ribo robo 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 shete. Sheterebo, sogea mbele kabisa, sogea mbele. Naomba kanisa zima tusogee. Kanisa zima tutaomba nguvu. Tupewe nguvu mpya. Uliozimia, uliochoka naomba, lakini hauna nguvu. Kanisa zima sogea mbele hapa. Sogea mbele hapa. Ribo raba sapa rabash. Kuna kitu Bwana anafanya. Kuna kitu Bwana anafanya. Roho Mtakatifu anaposhuka kama moto. Anatembea kama moto. Shuka kama moto. Unasikia ubaridi. Unasikia kuna ubaridi kifuani. Sogea kanisa zima tafadhali. Nafunga mlango. Asante Sheikh, nafunga mlango. Sio kwa mtu wa kutoka sasa kutoka na vitu. Na wakati wa kuibiwa vitu baki nyuma kule. Sema kwamba mtu baki na kuchukua vitu vya watu. Sogea huko mbele kabisa. Shetereza. Shetereza. Mimi kuna wakati nakutaka nimepungua nguvu ninajiona. Najikutaka nimepungua nguvu najiona nimepungukiwa nguvu naona. Hata wachai huwa wananikaba. Nashangaa sina utako. Nashangaa sina ujasiri. Na kwamba nimechoka choka. Na kuomba ninachoka, naona mateso wokovu. Kuja kanisani naona mateso, lakini ndio kwenye mwisho naomba masaa mengi. Hata shetani kija mzima mzima anapasua. Nipande sana. Sheterebe zabarabash. Shadaraba baba 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 baba.
Roho ya ukame iondoke, roho ya ukame iondoke, roho ya ukame iondoke. Shetereme katara, shatara baba Rindaraba kato, rimbo raba kasa, taraba baba, rimbo baba, roho ya wokovu, wokovu wa uchovu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, raba baba, rimbo Roho Mtakatifu, roho wa moto, roho wa nguvu, roho wa ushindi, roho wa upako, roho wa mamlaka, roho wa kiu, na watu wanajaa, watu wanajaa, watu wanajaa, watu wanajaa nguvu ya Bwana. Moto! Moto! Nguvu ya Bwana, 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 moto roho, reba baba, shetere baba, sitere baba, ramba ribor baba, boraba sakarabush, baba, ribor baba, reba baba, moto, mana bibara, kenat, anaramota roho, Uweze kuondoka roho ya uchovu, roho ya uchovu, roho ya rebeseta baba. Roho Mtakatifu ashuke juu ya maisha yako. Roho ashuke kwenye siri ya maisha yako, siri za maisha yako, siri za maisha yako, siri ya maisha yako. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana akubatize kwa moto, 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 kwa moto. Roho ya Mungu, Roho ya Mungu, akataraba. Yataramaka, yataramaka, kama moto, kama umeme, pokea, pokea, pokea. Inderebe sabarabash, ridoro baba, robo soporobosh, terebesh, roho kusaidia Bwana, roho kushinda vita, pokea kumkumia mambo ya ya kusaidia Bwana, kutie nguvu Bwana, kutia mai roho ya kuchoma yote, pokea roho kusaidia
Ritaraba kabakata. Endelea kuomba bado ulipoendelea kuomba. Shetaraba katana. Oraba katana baba. Pokea roho ya kusaidia. Roho uchovu iondoke. Roho ya kuchoka iondoke. Roho ya kuchoka iondoke. Roho ya uchovu iondoke. Roho ya kuchoka iondoke. Roho ya uchovu iondoke. Roho ya kuchoka iondoke. Pokea roho pia. Pokea roho pia. Rashana. Moto. Roho Mtakatifu. Saidia mtu. Italabasa. Italabaka makatara. Uzito, pepo, chomoka raba katara. Bwana kuweke huru, Bwana kuweke huru kwa jina la Yesu. Bwana kuweke huru, Bwana kuweke huru kwa jina la Yesu. Ribo saba, shatana bakata, raba baba, raba baba, yakara bakata raba, kuna watu wengine wanapitia wanapitia mambo magumu kwenye ndoa yako. Naomba sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele. Kuna watu wanapitia mambo magumu kwenye ndoa yako. Sitamani kuyataja, lakini wewe unayepitia kwenye mambo haya, sogea hapa mbele. Shakara makashi na Yesu. Yakara makashi Yesu. Sogea hapa. Sogea hapa naomba na wewe. Sogea hapa. Shika kifuani kwa Baba, kwa mamlaka uliomimu kwa sasa, ninaiamuru
Rina Rambo Saika, Oriana Namasada, Baba, uliokuwa majawabu ya Ibrahim, uliotoa majawabu kwa watumishi wa Shetani na Shadraka, Meshaki na Abednego. Baba, wanapoyo mikononi mwako Baba, usiwe Baba na moyo rika mbele ya shida ya Baba, rina mambo rika marama yana na makapi olimana yana na rina na mosa rika baramaka yana ramaka yana ramaka roho ya kuharibu kila kazi ya Yesu, kila kazi mbaya Yesu, roho takatifu, roho takatifu, shuka ndani ya nyumba yake Yesu, ndani ya ndoa yake Yesu, kuharibu na kubomoa kila kazi mbaya, mapando mabaya na kila hila yana parasa kwa jina la Yesu na kwamba yamekuwa mapya risha karama ya karama ya karama roho wa urejesho, roho wa urejesho, rejesha ndoa kwa jina la Yesu, ndoa kwa jina, rejesha ndoa, rejesha ndoa katika ukamilifu wako uliwa sasa rika karama ya karama mori na Yesu ina roho ya karama sare tukaparama kama mlaka ulioneka ninakata bila nikatare bila nikatare naikata kwa jina la Yesu risha karama riana namo riana namo riana namo riana namo riana namo riana namo ina roho sai Baba na wewe mwanamke huyo Baba na wewe ndoa yake na rejesha roho ya furaha, roho ya furaha, roho ya furaha, roho ya furaha kama ramo morina nama yana nama ina ramo sere takarama kama ramo kori riana ramo saika na tamka roho ya furaha ukamilifu wake na ukamilifu wake Bwana ikamfunika na ikafunika ndoa yake ikafunika Bwana ndoa yake utoshelevu wako Baba ukatokee Baba likana na yana na mosaika Baba naomba ndoa hii ikaishi na kutembea katika uweza wa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Simama juu pale ulipo. Simama juu pale ulipo. Rika saka dabashi. Raka saka baka talaba. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mbele zako. Nina uchovu wa kiroho. Nimechoka kiroho. Nipe nguvu mpya. 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 Ya Roho Mtakatifu. Ya kuomba. Nipe nguvu mpya. Nipe nguvu mpya. Nipe nguvu mpya. Niinue juu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, shuka kwenye maisha yangu. Shuka kwenye maisha yangu. Njoo Roho Mtakatifu. Njoo Roho Mtakatifu. Njoo Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu. Nisaidie sasa. Nipe nguvu. Shaka omba. Karibisha Roho Mtakatifu. Akuondolee uchovu. Ulikuwa huwezi kuomba. Unaanza ukilala. Ulikuwa unaamka usiku. Huwezi kuamka. Roho Bwana kuinue. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akutie nguvu. Pokea roho ya kuomba. Pokea roho ya kiu. Kiu za ibada. Kiu ya kusoma neno. Kiu ya kuomba. Kiu ya kutenda mema. Riba na baba basha. Roba baba. Ribo saparaba katarabashi. Roho Mtakatifu nisaidie. Niongeze utumishi. Roho ya utumishi. Roho ya maarifa. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Saidie Bwana. Tia nguvu Baba. Tia nguvu ya kuomba. Viwango vya imani. Nipe maombi Baba. Ya kujibu maombi. Nipe Bwana majeshi. Roho ya maombi. Ya kushinda majaribu. Ya kushinda vita. Pinzani wa shetani. Pinzani wa dunia hii. Duniani kuna upinzani. Duniani kuna mapepo. Duniani kuna makwazo. Duniani kuna mateso. Duniani kuna
giza, naomba nguvu zako za kusonga mbele, kushinda shetani, shinda mapepo, shinda majaribu, shinda vita. Nipe nguvu Baba ya kukutumikia, nguvu ya kuomba, sio mimi Baba, bali kwa uweza wa Roho Bwana. Wamwambia Zerubabeli, si kwa uweza wako, kwa uweza wa Roho Bwana. Sabarabakatarabash Rambabababarabosh Rabakatorobosh Orabakasakarabosh Rindarabakabakori Shiterebakabakori. Sante Bwana Yesu, sante Mungu mzima, katika jina la Yesu. Sante. Mshangilie Bwana kwa makofi. Roho Mtakatifu kutuisha na kufungua. Keti pale dogo. Unaona watu wengi wamejazwa Roho Mtakatifu. Unaona watu wengi wamejazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza. Mpigie Bwana makofi. Na watu wameanza kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini na nguvu itaendelea. Kipo hii nguvu utakuwa unaweza kunasua kwenye mitego na kwenye matatizo, lakini utakuwa na ujasiri na kutembea katika mikono ya Mungu na kuwepo Bwana. Mungu atusaidie kanisa la leo. Tunamhitaji Mungu atutembelee. Mungu achilie nguvu ndani ya kanisa la Bwana ili ya kwamba tuendelee kumtafuta Mungu bila kusukumwa. Roho Mtakatifu ndani yako, utakuwa unakuja kwenye kukesha hata peke yako. Utakuwa unaomba hata peke yako kwa sababu Roho wa Bwana atakuwa ndani yako. Ndio anayekusaidia na kukuwezesha. Mambo mengine yatakuwa magumu, mambo yatakuwa mepesi. Matatizo ya miaka mingi, Roho Mtakatifu anaweza kumaliza kwa risali moja, kwa sababu yeye anaweza yote. Mungu kubariki kuwepo wakati huu. Tutakuwa tunailisha tukielekea na taratibu zingine. Tena mchungaji tuombee baraka, lakini viongozi tabaki tuna maombi hapa. Lakini saa 10 tuna ibada. Tuna ibada nzuri kwa wale ambao wamekuwa wanahudhuria kwenye ibada zetu. Tumekuwa wachache, tunaanza kuongezeka, huwezi kukosa. Sikia vizuri sana tunapokuomba tuibubujika mbele za Bwana. Na Roho wa Bwana tutamani uombe tena na kuomba tena. Kwa hiyo ibada saa 10 ya maombi mahali hapa. Mungu apende kubariki. Mwite mchungaji atuombee baraka na kuweka mikononi mwa Mungu. Bwana wa mbingu na nchi awabariki. Nashukuru Mungu kwa ajili ya ibada nzuri, lakini pia nichukue nafasi hii kuwatamkia baraka. Bwana walinde, Bwana watunze. Na mimi mchana nitakuwa naondoka kurudi Morogoro. Kwa hiyo Bwana wa mbingu na nchi awabariki sana. Asante sana kwa ibada ya baraka nzuri, Pastor. Mungu awabariki. Na mimi hapa leo nimelishwa. Unajua wachungaji tumezoea kulisha, lakini kuna wakati mwingine tunahitaji kula. Bwana apewe sifa. Basi simama tuweze kuahirisha ibada. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Maana Mungu katika utukufu wako Bwana umeshuka kutuhudumia. Asante Bwana kwa ajili ya uweza wako na nguvu zako ambazo Bwana ulizimimina juu ya mtumishi wako, na Baba umetuhudumia. Asante Bwana kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umemtumia Baba katika siku ya leo. Jina lako libarikiwe. Tunamuinua mikononi mwako, umfunike kwa damu yako, umjaze tena, ili Baba kabla kutuhudumia tena. Nasi wakati wa sasa tunakuja kwa shukrani mbele za uso wako, maana Bwana wa uzima umekutana na haja zetu. Na Baba, wakati wa sasa tunajiachilia mikononi mwako, tunapokwenda kuahirisha ibada hii. Neema yako Bwana isitupungukie, uweza wako, nguvu zako na matendo yako makuu Bwana yasitupungukie. Baba, mfalme wa mbingu na nchi, tunapoondoka mahali hapa, Roho wako akatuwezeshe na kutuongoza katika kila kusudi ambalo Mungu umekusudia litokee katika maisha yetu. Baba, tazama, naweka ndoa za watu wako Bwana, baada ya kuziponya na kuzisimamia. Naweka watoto
ukawaponya na kuwalinda na kuwatunza, ukawafunike kwa nguvu zako na uweza wako, utawala wako, mamlaka yako Bwana yakawe juu ya kanisa lako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaweka mikononi mwako hata watakatifu wote walioko duniani ambao siku ya leo wamekuabudu. Bwana, tunaomba ukawafunike na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba na kushukuru. Amen. Unapotoka kwenye ibada hii, naomba unisikilize mambo yafuatayo. Unapotoka kwenye ibada hii, kuna watu mtaambiwa mshuhudie huyo. Usianze